si ndivyo? Serikali ya Democratic Party itaruhusu uraia pacha. Maana yake diaspora. Uraia pacha unaweza kuwa raia wa Tanzania ukawa raia wa Burundi. Faida yake ni nini? Tuna Watanzania wengi sana walioko huko Ulaya. Wengine ni matajiri kabisa, lakini hawawezi kuja kuwekeza nyumbani kwa sababu akija hapa anakuja kama Marekani, ataishi kwa visa na passport, lakini mama yake amezaliwa Kibondo, amezaliwa Busagala. Kwa sababu tu alikataa uraia kwa sababu ya maisha, akaona atafutie maisha kule ng'ambo. Sisi tunasema uraia utakuwa pacha, waje wawekeze, watengeneze ajira, tupate maisha mazuri. Lakini mwenzenu kule Dar es Salaam, mimi ni mkulima, nikiwa Tabora ni mfugaji. Ninazijua adha za ukulima na ufugaji. Serikali ya DP itakuja na suluhisho kwa kutenga maeneo maalum. Haya ni ya wafugaji, haya ni ya wakulima. Na wakulima sio tuzungumze wakulima wa jembe la mkono. Dunia hiyo ilishapitwa na wakati. Tunazungumza kilimo chenye tija kitakayowatoa watu kwenye lindi la umaskini na kuwapeleka kwenye maisha ya nafuu. Kila mtumishi wa umma anapoajiriwa, naposema watumishi wa umma, polisi, magereza, walimu, madaktari, wale ambao wao hawazalishi, watumishi wa umma, atakapofanya kazi kwa muda wa mwaka mmoja na hajakutwa na kosa lolote la kimaadili, huyu mtumishi atakopeshwa nyumba, atajengewa nyumba, na kikokotoo tutakihamisha sasa, atakatwa mshahara wake kidogo kidogo kulipa ile nyumba, ili siku akistaafu asiende kufikiria nikaishi wapi, aende akafikirie namna ya kuendeleza maisha yake. Wastaafu wengi wanakufa ndani ya mwaka mmoja mpaka miaka miwili. Mama yako alikuwa mwalimu, baba daktari, hela zipo kwenye kikokotoo, utapata. Ni mifumo inayotengenezwa kutusaidia kufa haraka kwa mawazo. Tuwakatae. Sisi tukienda Ikulu tutaleta maodita wa kimataifa waje wakague, kuanzia serikali ya Mwalimu Nyerere, wakague fedha hizi za deni la taifa zilikopokopwaje na zilifanya nini. Na tukibaini kwamba zilikopo fedha kimakosa, zikatumika kimakosa, tutafunga mipaka siku hiyo hiyo. Hakuna kutoka ila ruhusa kuingia, tukamuane mpaka fedha zirudi. Maisha haya tunayoishi kubahatisha haya ni kwa sababu ya wachache wanaishi maisha ya neema. Wenzetu wametulazimisha sasa hivi. Wamemfuta sifa ya uumba wa Mungu. Mungu aliumba binadamu, si ndio? Hivi aliwahi kuumba watu? Maana siku hizi kuna binadamu na watu. Lakini mimi ninavyojua, Mungu aliumba binadamu. Watawala wakatugawa, wakasema binadamu na watu. Sasa sijui ni wenzangu mko kwenye kundi gani, kwa sababu binadamu sifa yake kubwa, yeye anapanga anachotaka kula. Takula nini leo? Na ana uhakika wa milo 3 mpaka 4 kwa siku hii. Watu wanakula wanachokipata, maana kuna uwezekano wa kukikosa pia. Sijui unanielewa? Sasa na wamekuja na kauli mbiu kazi na utu. Yaani sisi bado sio kazi na ubinadamu, kwa sababu hata vitabu vyote vya haki hakuna kitabu cha haki za watu, ila kitabu cha haki za binadamu kipo. Hivi kutoka hapa mpaka ziwa Tanganyika
na kutoka Mwanza mpaka Tabora wapi pale? Nyinyi mna maji ya ziwa? Mna dhambi gani? Kutoka Mwanza mpaka Tabora nadhani inaweza kuwa kwenye kilomita karibu 400 au 300 na kidogo. Maji wanatumia ya ziwa Victoria. Nyie kutoka hapa ukienda tu hapa chini hapa, Sikalinzi ziko hapa, ukishuka Kalinzi Sikagunga, si ndio ziwa lipo? Kwa nini hamna maji safi na salama? Saa ya ukombozi takupeni majibu yake. Lakini jibu la kwanza ujue nyinyi ni watu. Nilikuwa nawaambia ndugu zangu pale Mwakizega jana, kule Uzalamuni kule ukienda ugeni, siku ya kwanza kuku, ya pili wanakuchinjia kuku, siku ya tatu kisamfu. Maana yake wamekuchoka, aga uondoke. Sawa? Sasa hao wenzenu wao leo waletea mganga wa kienyeji, hii walishawachoka. Isipokuwa wanachotaka buwasaidie namna ya kuondoka kimya, wanaona aibu. Ndio maana wanawatendea matendo mabaya ili mpate hasira, muwasaidie wao kuondoka. Wanawanyima dawa, nyinyi mko nambari 1 tu. Ndugu zenu wanakufa kwa hospitali, wanashindwa kufanya operation, nyinyi nambari 1 tu. Haya wanawakera ili mkasirike, muwasaidie, kuwanyima kula waondoke. Sio mpaka wawaambie. Hawaleti maendeleo. CCM nambari 1. Ndugu zangu, Mungu alituumba binadamu akatuwekea akili. Akili ni kupambanua mambo na kuchanganua na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa kama Mungu amekupa akili, halafu watu wanakuletea mitihani, hufanya maamuzi ya sahihi, kwanza unamkufuru Mungu kwamba alikosea kukupa hizo akili. Ni lazima mjue kwamba watu hawa wamefika sehemu sasa wanataka kusindikizwa kuondoka. Saa ya ukombozi. Saa ya ukombozi. Ninazungumza haya kwa sababu ninajua Oktoba 29 kama hatukutumia akili na maarifa, na kama tujana hofu ya Mungu, miaka 22, mzee wa miaka 60 unampa fagio na jembe apalilia fagie, umpe tasa fushike fushiridi, ndio malipo yake ya kulitunza taifa hili likawa na amani. Hata leo ukalikuta hawa wazee wangeshika magobole zamani, tungekaa hapa. Malipo yake ndio haya. Lazima tuweke taratibu wa kuheshimu utu wa mtu. Wazee hao wanatakiwa sio tu kupewa fedha mpaka wafanye kazi. Serikali ina wajibu wa kuwatunza, kuwapa fedha itakayokimu mahitaji yao ya muda wa mwezi mmoja. Serikali ya Democratic Party itafanya hivyo, kwa sababu katiba yetu sura ya 1 imesema ili uwe mwanachama au kiongozi wa chama lazima uwe na hofu ya Mungu. Mnaimbaga nyimbo nyingi, mtajiju pinzani, si ndio? Lakini kwenye chumba cha daktari tunajiju wote, si ndio? Au sio? Maji tunajiju wote, sawa? Siku hizi shule ya msingi na sekondari ya bure imekuwa gharama kuliko zamani. Mtoto anarudishwa shule eti hujatoa mchango wa dawati. Tunajiju wote, sio sisi tu, na wewe. Huduma mbovu za afya, barabara, wote. Lakini hebu tuulizane, hivi ni kweli tunastahili kuishi maisha haya ndani ya miaka 60 ya uhuru?
Ni kweli? Tawapa mfano mdogo tu. Lakini katika sifa ya uumbaji wa Mungu, Mungu anasema binadamu ndio watawala wa hii dunia, si ndivyo? Hasa leo nyani anakuwaje na thamani kuliko binadamu? Ukigusa hapa eti hifadhi. Yaani nyani ana thamani kuliko wewe. Hizi hifadhi sawa, haya zinatusaidia nini sisi ili tusilime? Ethiopia wao lizi yao haimei kitu, wakaamua uchumi wao kuweka kwenye ndege. Mataifa mengine tunakwenda kukodi ndege hizi za kupita juu hizi, unaona imeandikwa ya Tanzania, kumbe mmekodi Ethiopia. Sina maana hizi alizoacha Magufuli, hizi alinunua. Lakini Kenya wanakodi, Rwanda wanakodi Ethiopia. Uchumi wao unaenda, si ndio? Sasa sisi tumetuambia tusiende kulima, kwamba hii ni hifadhi, si ndio? Sasa kama hii ni hifadhi, inafidiaje kile kipande ambacho sisi hatulimi? Maana yake kama ni hifadhi, ilete pato litakalosaidia kuleta maendeleo kwenye eneo hili, ili tusijute kwamba hatulimi kwa sababu ya hifadhi, lakini hifadhi inatuletea mrejesho. Kama mnakuwa na hifadhi isiyokuwa na faida, matokeo yake kiliko kwa mateso kwa wananchi, haina maana hiyo hifadhi. Thamani ya binadamu haiwezi kufananishwa na nyani, haiwezi kufananishwa na nyati. Kwa serikali yenye kujali, maana yake ni lazima mahitaji ya wanadamu yanapoongezeka, punguza sehemu ya pori, wape watu walime, wafanye kazi, wapate chakula cha kujikimu na watoto wao. Leo mnaambiwa serikali itakuchimbieni visima, serikali itakuleteni madawa, serikali itakuleteni. Ni sahihi? Ninyi ndio mnatakiwa mseme tunataka hiki kwa wakati gani, na serikali ilete. Leo sisi wote tunatuona toka 16 wagombea. Tumeacha familia zetu, tuko tunazurura huko mapolini, mitaani, milimani, huko tunatembea mbugani. Tumetoka na Mama Samia leo yuko Lindi. Pamoja na kwamba rais anatetea nafasi yake, lakini hajakaa Ikulu. Yuko wapi? Maana yake mnajua? Ibara ya 18 ya katiba imesema serikali itatoa mamlaka yake kutoka wananchi. Sasa hivi nyinyi ndio mabosi. Nyinyi ndio mabosi. Sisi tunakuja kuomba kazi wabunge na madiwani.